itabaki hapo. Tutamchagua mtu sio kwa dini yake, tutamchagua mtu sio kwa kabila lake, tutamchagua mtu sio kwa eneo analotoka la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutamchagua mtu kwa uwezo wake na sifa zake. Sisi tuna wajibu wa kuipigania nchi hii. Rudi kwenye historia. Baadhi ya wazee wetu na wazee wa imani zingine wameshiriki kuitafuta nchi hii, kutafuta uhuru wa nchi hii. Wakoloni hapo walitutesa sana. Hatuwezi kuridhia nchi hii vunjike amani yake. Hii ni rasilimali, yani nchi ni rasilimali ya wazee wetu, walitafuta kwa jasho na damu. Si kuipigania nchi hii, kuhimiza amani. Sio hiari. Haiwezekani ujitangaze ni mtu wa amani alafu nyuma ya carpet huku au chini ya carpet unaandaa fujo. Sisi tutaigelia hii nchi mpaka hatua ya mwisho. Tunataka amani ya nchi. Sisi wazee wetu wanasema kula kidogo ulale. Kabisa. Tuna kidogo ulale. Sisi tunatosheka. Lakini sasa tufike mahala tunaambia serikali tumeona. Tunaomba viongozi wa dini muishike nchi hii, muilee na muilee amani ya nchi hii kama tunu kubwa sana ya nchi yetu. Tusisitize katika hatua ya mwisho, watu wetu wote watoke kwenda kupiga kura bila woga, bila wasiwasi, bila sintofahamu. Watoke kwenda kutumia fursa yao ile ya kidemokrasia ya halali. Viongozi wa dini mioyo yao ihusike moja kwa moja kuomba umma wa Tanzania kupitia watu ambao wanaongoza. Washiriki hili zoezi, ni zoezi takatifu. Na hapa nazungumzia tu watu kutoka kwenda kupiga kura. Waende. Inaliheshimisha taifa kama taifa, lakini inaheshimisha heshima ambayo tunayo kwa katiba ya nchi, kwa sababu kiongozi wa nchi ni lazima tumchague. Tanzania imekuwa jamhuri shirikishi ya watu wake, na lile jambo litabaki kama historia, kwa sababu alichukua mama akaweza. Inawafungua vijana wa kike na kiume kuona kwamba sehemu hii ya kuendeleza nchi sisi wote tunaweza tukawa wadau. Na binafsi nampenda sana kwa tuombe vijana wetu wapige mioyo konde, wale ambao wako katika mashaka wasimame na wazee wao, wasimame na akina mama wao, waende waishangaze dunia kusema sisi kama taifa tutashikamana pamoja. Kama tunataka taifa litembee kama taifa lenye adili, lenye umoja, lenye nguvu, ni lazima tuhakikishe. Na hili lazima pia kwa viongozi waandamizi wa serikali na wale walio katika vyama mbalimbali vya siasa. Ni lazima tuhakikishe tunashirikiana kwa pamoja. Tunathamini mchango wa viongozi wa dini na mchango wa waumini wao katika kile ambacho tunakiamini cha kujenga taifa lenye nguvu na lenye umoja.